Niliomba vitu, niliomba mafanikio. Badala yake alinipa neno, alinipa ujumbe, alinipa maono. Kwa unyenyekevu nikatulia, nikaanza kulisikia, maanani kutilia, moyoni kuliweka. Imani ikaimarishwa hatua kuipiga, maana alinipa nguvu, si nguvu za kukimbia, bali nguvu za kutulia. Kutulia katika neno, darasa kuniingia, tongotongo kunitoka, macho yakafumbuliwa. Nikaanza kuona tofauti, nikafurahia baraka ya ufahamu, nikafikiri upya, nikaona upya, nikasema upya, nikaishi upya. Ndipo nikagundua sikuhitaji fedha kwanza, nilihitaji hekima. Sikuhitaji mtaji kwanza, nilihitaji maono. Sikuhitaji miujiza kwanza, nilihitaji neno litakalozaa muujiza. Kwa maana Baba alituambia until the word becomes substance, yaani neno lisibaki sauti, neno lisibaki maandishi, neno lisibaki mahubiri, ligeuke maisha, ligeuke biashara, ligeuke kampuni, ligeuke taasisi, ligeuke suluhisho, ligeuke urithi. Nakumbuka wapelelezi 12 wote waliona nchi ile ile, wote waliona zabibu zile zile, wote waliona ahadi ile ile. Lakini 10 waliona majitu, 2 waliona ahadi. 10 waliona vizuizi, 2 waliona uwezekano. 10 walizungumza hofu, 2 walizungumza neno. Kwa sababu maono si yale yanayoonekana kwa macho, bali yale yanayoonekana kwa ufahamu uliovuviwa na Roho katika neno. Hakika siku hii hatusherehekei ndoto, tunasherehekea neno lililokuwa maisha yetu. Hatusherehekei mawazo, tunasherehekea maono yaliyogeuka kuwa matunda. Mpaka neno liwe halisi, mpaka maono yawe matunda, mpaka ahadi iwe urithi. Hii ndiyo siku ya wenye maono husherehekewa. Hii ndiyo siku ya washindi. Utukufu kwa Mungu Baba, Elohim muumba mbingu na nchi. Wenye maono husherehekewa.